pia na wengine wote ambao wameweza kushiriki nasi katika kulifanikisha kongamano hili la leo. kutumika sio tu na Waislamu bali hata wasiokuwa Waislamu katika kufikia malengo ya Uislamu kwa maskini, lakini vile vile katika malengo ya serikali na vile vile malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na lazima na kupambana na maskini, lazima kuondoa kinga, lazima na kuleta maendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo itakuwa dada yetu bila taala na itakuwa hususan kwa sababu kuna mambo mengi kwa jana kwenye ratiba na leo tutapata kwanza tafsiri za kiasi kwamba swali hili anafanya nini anafanya nini anafanya nini
Kwa hiyo mikopo hiyo ilichukuliwa ili wawezeshe wao
deposit taking, kwa mfano watu wanatoa mikopo au binafsi, kwa mfano mtu mmoja kati yetu ameamua kwenda kununua ng'ombe 10 kwa wakulima kuingia nao mshahara wa wakulima au msemaza wa wakulima, ng'ombe 10 wale wanapata faida ya maziwa na ng'ombe wakiuza na faida ya wale wakulima wanapata. Katika maeneo
wanyama, wanapata maziwa, wanapata nyama, wanauza wanyama, tunagawana faida. Tukiwa na watu wenye haki, tunaweza kutumia kama hasana au mubaraka au musharaka au ijara au istismar. Kuna wale wajasiriamali wadogo, wale tunaweza kufanya nao milishi musharaka, kufanya nao ijara. Kuna small and medium enterprises, tunaweza kutumia sasa mifumo mbalimbali ya fedha iliyo katika benki ya Kiislamu. Kwa hiyo tunaona kwa kutumia utaratibu wa sadaka pamoja na utaratibu wa mikopo midogo tunaweza tukasaidia jamii na tukabadilisha, na hii ni alama inayotumika sana katika masuala ya fedha. Inshallah ina muda wake kwa kuzungumzwa, kwa kuelimisha washazungumza masuala ya zakati ni nini, sadaka ni nini, tunapofikiria katika zakati na sadaka, Allah hasa ni nini, Allah hasa ni nini, maana wasala ni nini, muzara ni nini, ijara ni nini, mubaraka, musharaka, istisna, milishi, musharaka na kadhalika. Haya ni mambo ya kuzungumza ili nyamana leo tunayokubaliana sheria na baadaye tunaweza kutegemea sisi kama boda, tunamwazisha boda zetu kwenye taasisi zetu mbalimbali za fedha na zisizokuwa za fedha. Kama taasisi yako sio ya fedha, tunafanya masuala ya fedha, lazima isajiliwe na ifuate taratibu za sheria na benki kuu ya Tanzania. Kuna kesi sana moja hii tumefanya na Islamic Relief Worldwide. Huu ni muamala mmoja, kuna mingi lakini nimeamua kuchukua moja hapa. Islamic Relief Worldwide ambayo wamekuja kwa Uingereza wana microfinance nyingi sana duniani kote takriban. Mimi Tanzania hawapo, lakini wako sehemu nyingi wanafanya. Vijana walikuwa na utaratibu wa kuwakodisha watu wanyama, kuwakodisha watu wanyama. Wanafuata utaratibu wa sala na vile ya kupitia sala mtu anapewa mnyama, na huyu mnyama akipata anauza maziwa mpaka muda wa kuchinja unapofika. Akiuza maziwa wanagawana faida kati ya Islamic Relief pamoja na huyu mkulima wa ng'ombe au mbuzi au ngamia. Wakishagawana Islamic Relief wanapata 20%, mkulima anapata 80%. Kwa data za miezi 3 kwa mwaka uliopita inaonyesha kwamba Islamic Relief waliwezesha watu kununua wanyama wao wenyewe. Sasa badala ya kutoka kwamba wanapewa mkopo wa wanyama na nini, sasa wanaweza kununua mikopo ya wanyama wao wenyewe, na kwamba kulikuwa na zaidi ya mtu anapata zaidi ya $70 kwa miaka 3 kwa miezi 3, ambaye hana kitu kabisa, yuko shambani, ana uwezo sasa wa kupata $25 mpaka 25 kila mwezi kupitia kwa utaratibu kama huu. Kwa hiyo ni mambo ambayo inawezekana na kujadiliwa. Kuna mifano ya Pakistan, kuna mifano ya Bosnia baada ya vita, kuna mifano sehemu mbalimbali duniani. Kwa Tanzania kuna Tamko SACCOS, kuna Tamko SACCOS hapo Dar es Salaam, Tanga, Dodoma na kadhalika. Kuna taasisi kama Taabu na Islam SACCOS na kadhalika, pamoja na mapungufu, lakini taasisi hizi nazo pia zinatoa huduma kwa kufuatilia utaratibu huu wa Islamic Microfinance, na watu wananufaika na watu wanafaidika. Toka miongoni katika uongozi sasa, miongoni mwa madhaifu nilipokuwa nafanya survey ni kwamba ukilinganisha na SACCOS zingine Tanzania, SACCOS zetu za Islam hazina website, na kwa hiyo inabidi mpaka upate mtu kuongea naye face to face, na sometimes kutumia message kwa jibu message na kadhalika. Hayo ni tatizo. Kwa hiyo matatizo ambayo ni uongozi zaidi, lakini sio kwa jina nzima ya kuwa na SACCOS ambayo inaendeshwa kwa misingi ya sheria ya Islam. Kwa hiyo maendeleo na yale baadaye ni mazuri zaidi, yanakuja baadaye mazuri zaidi. Kwa nataka maelezo zaidi kuhusiana na Islamic Microfinance ya Tanzania, anaweza kutafsiri,
sana. Nashukuru sana Sheikh Ismail kwa udhurisho lako zuri, tunamshukuru. Lakini leo hatutokuwa na nafasi ya swali kwa sababu nyinyi mwanzo kuonyesha uwezo wetu, ila kama kuna mtu atakuwa na swali lolote atawasilisha kwetu, alafu tutawasilisha shehe, na nina imani kwamba kuna mawasiliano wakati tunafanya registration ya bani kufanya mawasiliano. Hilo la kwanza. La pili, masuala mengine yanayohitajika hizi presentation na zao zitoa ziko available, tutaweza kushare kwenu zile minara zinazoacha au hata na zile za WhatsApp ambazo umeziandika kama. Kwa hiyo kwa yako tuwakilisha Ismail tunasema au kwa sana.